kuja pwani. Miradi mingi ambayo alikuwa anakuja kuizindua ilikuwa ya CDF. Nikamuuliza patron wetu Bwana Owen Baya kwamba yeye ni naibu wa wengi katika bunge la kitaifa. Na huko ndio mipango na fedha zinavogawa ili miradi itakwenda wapi na wapi. Ndio. Na kuna miradi mikubwa tu pwani. Naam. Kuna mradi wa Galana Kulalu ambao unaazimia kwa the second basket ya chakula hapa Kenya. Kuna mradi wa barabara ya kuunganisha Kenya na Tanzania, ile ya kutoka Lungalunga paka Mtwapa paka hivyo. Alafu kuna miradi mingi. So nikamuuliza tu kama patron, kwa nini mara kwa mara rais anapokuja miradi mingi anayoifungua ni ya CDF? CDF is an affirmative action fund kimimi, kwa sababu kila eneo bunge katika taifa la Kenya wanapata ugavi sawa. Na kuna miradi ambao tunalilia choyo wakati rais anakwenda kama Western, tunaona anazungumzia masuala ya sukari ambao hata kwenye sukari sisi pia tuko lakini kwa uchache sana. Lakini kuna ile miradi mikubwa kama ya blue economy ambayo iko kule. Labda tuweze kuona siku moja rais amekuja, kuna meli inakuwa launched ya kwenda kuvua samaki wingi kule maji makuu. So nilipolianzisha hilo gumzo, tukakubaliana ya kwamba tutakutana wiki moja kabla ya rais kuja. Kwa kweli akaitisha kikao na tukalipiwa hadi mahali pa kulala, kwa sababu huwa tunatoa changizo kila mwisho wa mwezi katika payslip zetu. So katika kile kikao niliuliza tu swali la kibalagha, na nikamuuliza mwenyekiti, wakati kila mtu anapania kuja kuchukua ardhi pale Dongo Kundu. Ndio Dongo Kundu is a national asset, but we are giving our land as the coastal people for that program to kick off. Sisi kama jumuiya ya pwani, jumla ya kuwa sisi ni wabunge, ndio, lakini kuna ile ghera unakuwa nayo kuona kwamba we are losing out on something. Na nikauliza tu genuinely, tumejipanga vipi kuhamasisha magavana wetu kuomba nafasi ya ardhi katika Dongo Kundu Special Economic Zone ili tuweze kuona value addition ya korosho, tuweze kuona value addition ya yale maembe mingi ambao yanapatikana kule Tana River na hapa kwetu Kwale. Na nilipoliuliza hili swali, majibu hayakuwa mazuri, lakini nashukuru baada ya kusukumana na wabunge wenzangu tukakubaliana ya kwamba iko haja ya magavana wa pwani waweze kuangalia ni miradi gani wanaweza kwenda kuifanya pale. Kwa sababu ukiangalia blueprint ya Dongo Kundu Special Economic Zone, miradi inayozungumziwa ni value addition ya kahawa, value addition ya majani, lakini hakuna value addition hata ya mnazi inayozungumziwa kwa sasa katika mazungumzo ya biashara ama miradi itakao kwenda kufanyiwa kuboreshwa bidhaa zao. Kwa hivyo hiyo ni changamoto ambayo moja tuliweza kuizungumza. Kando na kuwa kuna nafasi tuliziomba, kwa sababu mambo mingi ya kiserikali yanafanyika katika committees. Tukaweza kujiuliza tu wenyewe kama wabunge, ni nani yuko kwenye kamati gani, nani yuko kwenye kamati gani, na nani yuko kwenye kamati gani. Na mimi niliwaambia sijui kwa nini wabunge wa pwani walikuwa wanaogopa kuomba mwenyekiti wa bajeti. Kwa sababu sisi kama wa pwani tunapeana 52% 52 kwa GDP ya Kenya kutoka kwenye bandari yetu. Kwa nini tuna hofu sisi kama viongozi wenyewe kwenda kusema kwamba kama sisi pia tunataka kuwa wenyekiti wa bajeti ili na sisi tuweze kupangilia mipango ya fedha vile zitaenda katika hili taifa? Na kwa hakika wakati wa nyuma, wakati waziri Salim Mvurya alikuwa kwenye wizara ya blue economy, kuna viongozi walijaribu kuwa wenyekiti katika hiyo kamati ya bunge kuu. Wakaambiwa haiwezekani kwamba waziri anatoka upande wenu alafu mwenyekiti pia atoke upande wenu. Sasa mimi nikawauliza, manake wingi kule wenzangu ni wa ODM. Nikaweza kuuliza, kwa nini waziri anatoka Homa Bay? Huko ni ziwani. Kwa nini mwenyekiti asije baharini? Ndio ile tuzungumzie tunapozungumzia masuala ya kusema kwamba tunataka usawa katika taifa. Tunataka kuharmonize yale ambayo tuliyafanya makosa wakati taifa linaanza. Kama ile session paper 92 ya kwanza ya kusema huku ni asal areas, huku ni nini, ndio maana tuko na marginalized communities. Hiyo ilikuwa mikakati ya kiserikali, haikuwa ya mtu binafsi. Ilikuwa mikakati ya kiserikali kusema kwamba barabara za kwanza zitatengezwa huku ndio hivi ili iwe, ndio maana kwingine hakuna barabara.
Ilikuwa aibu. Ilikuwa aibu tulipokwenda mazishi ya babake spika wetu. Na hiyo inaonesha ya kwamba mimi kuwa kama senator, nimeona watu wengi wakimnyoshia vidole. Mimi kama senator sina maamuzi ya kubadilisha vile mienendo ya taifa. Lakini nina sauti ya kusema ya kwamba Wakenya tuwe waadilifu katika ile majukumu tunayopewa. Uadilifu kwa nini dadangu Wema? Uadilifu kwa sababu katiba imepeana mwelekeo na muongozo wa jinsi gani maendeleo yanapaswa kwenda katika kila maeneo. Hebu nikudokezee kidogo. Wakati wa kikao chetu tulijiuliza, watu walienda kotini na si wa Pwani. Yuko mtu alienda kotini akasema anasimamisha kuajiriwa kwa watu wa KRA. Na hiyo hoja bado ikaja Seneti. Lakini hakuna Mpwani alizungumza. Tukaweza kumuuliza pale katibu wetu pale, yule yuko pale ndani, Bwana Tandaza. Hebu tuangalilie data inasema tuko na watu wangapi waliajiriwa katika hiyo ajira ambayo kuna matatizo. And to your shock, ni watu 3 peke yake katika ajira ya watu 1400 iliyofanyika kutoka mkoa mzima wa Pwani, kuanzia Kiunga hadi Vanga, kuanzia Taita mpaka Lamu, Kiunga hadi Vanga. Watu 3 wa Pwani ni 3 peke yake. Na sizungumzi hivi kwa ajili ya ukabila. Lakini sisi kama viongozi wa mashinani tuna jukumu la kuweza kuzungumzia watu wetu tunapoona wamefinywa na kukandamizwa. Wakati matokeo ya kitaifa ya wanafunzi yanatoka, miaka yote wa Pwani nadhani ndio watu tunashika mkia. Nilijaribu kutoa sauti yangu. Nikasema kwa nini kusiwe na mfumo mpya wa kwamba yale makaratasi yanarejeshwa ili tuweze kuona watoto wetu ni kweli hawashiki ama kuna tatizo gani hapa katikati. Na nayazungumza haya kwa uchungu mwingi sana. Ni muda mrefu sana wa Pwani wamekuwa wakinyanyaswa. Lakini sisi kama viongozi tumebeba manyanyaso hayo kivipi? Nafikiri hapo ndio kwenye swali kubwa, maana yake tumeletewa ugatuzi dada. Naam. Mabilioni ya fedha yanakuja Pwani. Je, kuna mabadiliko yote kwa Pwani? Ni swali ambalo Wapwani wengi wanauliza, nyinyi viongozi. Sote tunaulizana. Mimi najieleza. Dada, nitakupa mfano mdogo tu ambao utanielewa. Tangu nichaguliwe, mimi sina kura pale Seneti. Yangu ni sauti. Na ukifuatilia social WhatsApp groups, Instagram na wapi, utasikia yule tumemzoea. Yeye yake ni kuzungumza. Hana jengine. Mangapi anazungumza hayafanywi. Ni kwa sababu majukumu yangu ni 3. Kutunga sheria, kuwakilisha hoja za watu wangu wa kule mashinani, na hata taifa zima kwa jumla, na pia kufanya oversight. Juzi Seneti imepewa kitita cha fedha cha nusu bilioni. Ikasemekana 50% waweze kupawa nominated senators. Tulipelekwa Kirba Goji Kirba. Hatukupata hiyo fedha. Lakini nikuulize Emma, ni oversight ngapi umeniona mimi nikizifanya? Kwa hivyo mara nyingi, muda mwingi tunasema tunawapa sauti kina mama ama kuwasaidia kuenuka katika uongozi. Lakini hakuna ukweli katika kusaidia mwanamke. Na nazungumza haya kwa sababu hii ni wiki ya kuadhimisha siku ya wanawake ulimwenguni. Tunapewa viti, lakini hatuna instrument of power to enable us. Nimechekwa, nimebezwa, kwa nini natumia mshahara wangu kusaidia jamii? Lakini mimi pale nilipotoka najua zile ninazopeana kwa wananchi situpi, ni akiba naweka mimi na Mungu wangu. Unajua tukija hapo tuende pole pole, manake nataka kukuleta kwenye point. Watu wanapozungumzia viongozi wapeane haki kwa ule uongozi wanaozungumzia, na waache unafiki wa kutaka kukusanya watu wote kama makopa kwenye pakacha moja. Kuna watu wako na maamuzi. Kwa nini nimetaja magavana na mabilioni ya pesa yanayokuja? Ni miradi gani tunaiprioritize kama county governments from the coast region? Our biggest investment ambayo tunapaswa kuwekeza ni bahari. Ni viongozi wangapi wamepeleka watoto hata kuwatayarisha kwa zile kazi zinazokuja pale ndogo? Jambo moja katika hapo kile ambacho nataka tuweze kujiuliza. Unajua wakati wote tunaposema kwamba tunaoteana vidole vya lawama na
utakubaliana nami kwamba viongozi hapa Pwani, wananchi kutoka Pwani wamekuwa kilaumu kwamba hatuna umoja, viongozi wetu nyinyi ndio hamna umoja kule. Sijui tunapokaa kama wewe kiongozi uweze kuota lawama useme kwamba hawafanyi hili, hawafanyi hili. Hili linapeleka picha, taswira gani kwa yule mwananchi kwamba hawa viongozi tunawachagua itakuwa hivi na hakuna siku moja ambapo viongozi wetu wa Pwani watakuwa wanazungumza kwa sauti moja? Maanake umesema kwamba kwa upande wako umeweza kujitetea majukumu ulionayo, kujitolea ulikoweza kujitolea, labda kuna wengine hawafanyi yale wanayopaswa. Kama viongozi mnafanya vipi kwa pamoja? Dada, wametumia lugha ambayo sio sawa. Mimi sijitetei. Mimi najieleza. Unajua najieleza kulingana na ile fursa niliyoipata. Pale ulipo ndio. Labda si neno kujitetea, unajieleza. Sawa, wacha nitumie neno najieleza. Na kumuelewesha mwananchi anayenisikiza, kwa sababu umetamka kusema kwamba watu wengi wamesubiri kunisikia. Yes. Na mimi nataka niwaeleze. Wakati nikisimama katika bunge la Seneti, mwaka wa kwanza nilipochaguliwa, kusema kwamba anga ya uwanja wa Moi International Airport kufunguliwe. Ili ndege za kimataifa zipate kushuka moja kwa moja kama awali kabla ya COVID. Sikuwa natetea Mombasa. Nilikuwa natetea uchumi wa Pwani kwa jumla. Kwa sababu nimeangalia Dongo Kundu inakuja kufunguliwa, lakini mwekezaji paka ashuke Nairobi achukue tena ndege nyingine kuja Mombasa. Nani atafanya hivyo? Ili kupanua uchumi, niliona ipo haja ya kulizungumza hilo swala. Tunazungumzia masuala ya watalii, na watalii wengi wanaokuja kutalii Afrika ni wale ambao wamefanya kazi, ni wazee. Unamwambia mzee ashuke Nairobi, achukue ndege nyingine afanye hizo KRA na all the stuff ya immigration, apande ndege nyingine ndio akuje Mombasa. Yule mtalii anakataa. Anasema mimi nitaenda zangu kwaitwaje huko up country. Masai Mara, niende wapi, ama niende Nairobi Park, alafu nirudi zangu. Kwa hivyo tumekuwa tukikosa hizi kazi tangu COVID ingie. Lakini ni nani mwingine? Baada ya kutoa ile statement tukaitwa na governor, tukazungumza, ikaishia hapo. Dadangu, nikikwambia kitu kitakuliza, juzi kuna meli ilitia nanga Mombasa. Rais akaja, tukapokea wale wageni. Akapokea wageni ndio. Lakini hata zile nguo wale wa kucheza sengenya ungeziona. Zile nguo ambazo wale ndugu zetu wa Kimijikenda waliokuwa wanacheza sengenya, ungewaona ungelia. Na hiyo ndiyo picha na taswira ambayo tunawapa wale wageni wetu wakiondoka, na kwamba Africa is ailing in poverty. Lakini ni misplaced priorities ya wale ambao wako na instrument of power. Kwa nini nasema hivi? Culture is a devolved function. Yule alipeleka wale watoto wale jamaa pale kwa wachezaji, ni waziri wa ugatuzi. Kuna budget inapeanwa. What are their priorities? If true you want tourism to prosper in Mombasa, because that is the only economic income ambayo tutakuwa nayo kama Mombasa. Mimi utanilaumu. Mimi utasema nimekataa kusaidia vijana wa Mombasa. Kwa ufupi, juzi rais, watu wengi walikataa asiende kufungua ile TVET. Wakasema ni mradi wa kitambo, ni mradi wa hayati Mwalimu aliyekuwa mbunge. Yeye ndo alianzisha ule mradi. Lakini the essence of the president coming to that TVET was to align Dongo Kundu jobs ambazo zinakuja na pale ambako na ile TVET ni programs gani tutaweza kupata facility. One of the concerns ambazo zimeweza kwa raised, na labda tutacheza sauti baadaye katika wananchi hao unayazungumza vizuri sana, na napenda unavyoyachanganua. Walikuwa nasema kwamba the problem ambayo tupo nayo kwa viongozi, unajua ukiwa viongozi haujawekwa nje, wewe uko pale ndani, kwamba anapokuja rais katika ziara kama hizi, nafikiri anasema kwamba hawa viongozi wetu wamezoea kupaka mafuta, kumfanya rais asikie kwamba yuko vizuri, kila kitu kipo sawa. Kunayo maswala ambayo mwananchi anayapitia, ambayo huwa mkifika pale mumefumba vinywa vyenu, hamtazungumza mpaka labda tupate nafasi kama hii ya radio ndio mtakuzungumza huko, wakati ambapo labda rais akitoka pale hajapata taswira ya what is happening huku chini mashinani. Viongozi tumewapatia nafasi hii. Nitakupa scenario 4, na kama nasema urongo nataka ucheze hizo video, kwa sababu mara nyingi wanapenda kwenda live. Wakati waziri alikuja Migosi, wakati SHA inafanyiwa ile mass registration na Moses Kuria, niliweza kuzungumza masuala matatu. Nilizungumzia masuala ya usalama,
nikazungumzia masuala ya biashara na nikazungumzia ya kwamba wakati tunazungumzia masuala ya SHA kusiwe na ubaguzi wakati wa malipo. Huyo ni wa kwanza. That is a national platform niliona. The second one ni mazishini kwa kina Speaker Kingi. Yes. Go and listen to my speech. Niliambia president, watu wengi wamekuja kukuomba. Mimi nakuombea kwa sababu barabara umeichukua ni ngumu. Ya kusema unataka kupeana usawa. Kuna watu tu wanajipenda na wamezoea tu wapendelewe wao. Lakini umekuja na mfumo mpya. Rais, umetuzungumzia masuala ya ardhi. Si mara moja, si mara mbili. Bajeti tumeona umeweka. Tunamuombea Speaker Kingi aweze kumaliza kuomboleza ili yale majina ya mashamba yatakayonunuliwa yapelekwe kwa PS. Speaker alipoinuka alitujibu akasema majina yameenda kwa Speaker, yameenda kwa PS ili malipo na hizo ardhi zinunuliwe. Lakini rais aliposimama aliniongezea katika kauli yangu. Rais alituita, nimezungumzia masuala ya kikatiba. Yes. Katiba imempa uwezo yoyote yule ambaye anataka kununua shamba anunue. Lakini rais aliona vyema kutuita State House. Akatuambia, nendeni mkae kama viongozi, mshauriane na wananchi. Ni mashamba gani mtayapa priority. Na mimi my commitment ni kwamba sitaki mwanasiasa mwingine baada yangu ya urais wangu aje asimame juu ya jukwaa la kisiasa azungumzie masuala ya uskota na mashamba. Na I'm committing to up to 10 billion to settle. Na rais kwa kauli yake alituambia, mnapokwenda kuzungumza na hawa wanaodai mashamba ni yao, msiende kufanya biashara huko. Ya kwamba I'll have my percentage. Yes. Tutalipa kama vile tumelipa Waitiki. The bare minimum. Na akapeana amount of money. Emma, to your shock, nikikwambia sisi tunapewa nafasi lakini hatuhusishwi. Na hii inaweka wazi. Na yule ambaye kiongozi atataka kuja kupinga apinge. Sikuwahi kuhusishwa katika hayo masuala ya ardhi. Lakini hakunifanya mimi niache kuzunguka, kuwatafuta maskwota na kuwaeleza ya kwamba rais amefanya hivi na hivi. Je, mmehusishwa? Jambo la tatu, fursa niliyoipata nimeipata Likoni TVET. Yes. Tena kwa kungangana, kwa anayejua ameona. Kwa sababu siasa huo iko wazi. Naam. Kuna watu tu hapo pwani, kuna watu tu wameshikilia hiyo pwani wanaona ni ya baba yao na mama yao. I am fasting na nazungumza ukweli. Nilipopata fursa nilimwambia rais, jumla ya kuwa umeweka mabilioni ya fedha kusema kwamba ardhi zinunuliwe, kuna mashamba ambayo yako genuine. Mtu amegrab. Why should the government pay for that for such kind of lands? Nilizungumza na aliyesikia alinisikia. Mara ya tatu nimepata fursa dadangu. Hapo Kisauni. Bezimba akifunguliwa shule. Ya Mjambere. Naam. Ni nini nilimwambia rais? Nilimshukuru rais kwa kuweza kuandika walimu na nikamuomba wakati placement zinafanyika watoto wa pwani wasiachiliwe na Kenya kwa jumla kwa sababu wazazi wanaendelea kulipa PTA. Tunapozungumza free education and the parents are still paying PTA money. Si inahitaji serikali iandike walimu? Naam. Kuna hoja gani ambazo wazazi pengine wanataka kuzisikia kando na hizo? Kila mahali kuna watu wana matatizo yao kitofauti. Lakini mimi kwa yale ambayo najua kwa sababu mimi ni kiongozi Emma. Every Thursday like today nitapanda ndege niende Mombasa. Na hakuna mtu ananilipia hiyo ndege. It's my own resources. Na nitahakikisha nimekaa na watu sekta tofauti. Ili kuwasikiza. Na mimi naamini jumla ya kuwa ni kiongozi wa kutoka huko, lakini kuna yule alinipa hii kazi. Baada ya Mwenyezi Mungu kuniteua ni William Samoei Ruto, rais wetu na chama cha UDA. Ni lazima ninawajibu. Watu wanaposema kwamba rais hasikizi. Rais anasikiza. Lakini ile cartel iko katika maeneo tunatoka. Ni kubwa kumshinda huyo rais. Katika hiyo cartel, labda mwenzangu akiongeza moja, nataka uliweze kuligusia hili la nyumba za bei nafuu. Hili pia tunashukuru rais aliweza kuzindua Mombasa, akazindua Kilifi, akazindua Taita Taveta. Lakini wananchi walipotoka pale wakasema kwamba hizi nyumba, kwanza kabisa kauli aliweza kutoa waziri kwamba ushuru ambao wananchi wanakatwa kutoka kwa payslip zao haukupatia garantia ya kuweza kumiliki nyumba. Na ikasemekana kwamba hizi nyumba baada ya kujengwa mwananchi itabidi wewe mwananchi tena uweze kuingia katika mfuko wako ununue ile nyumba. Hili ni jambo ambalo bila shaka wananchi wengi hawakuweza kulipokea katika hali iliyoridhisha. Sijui unasemaje kuhusiana hili? Tumekuwa na kikao, tumekuwa tukiangalia bajeti ambazo zinaenda kufanywa hizo supplementary na hiyo term ambayo imebaki ya kiserikali. Na tumeangalia miradi mikubwa ambayo inaendelea
na nashukuru uongozi wa bunge umenipeleka katika kamati ya Transport and Housing. Nimeweza kukaa. Asante. Tumeweza kukaa juzi kama sikosei Jumanne. Tumekaa na waziri wa ardhi Bi Alice Wahome na PS wake. Yes. Na maswali haya yote hata sisi tumeuliza. Na swali kubwa kwangu mimi binafsi kama kiongozi. Yes. Ambalo ningependa kulijua ni kwamba ardhi inayojengewa hizi nyumba ni ya serikali. Tunataka kujua umiliki. Je, ni yule anayejenga zile nyumba anapawa umiliki wa hizo ardhi ama bado umiliki huko chini ya county governments ama national government? Hilo ni swali la kwanza ambalo mimi binafsi pia ningependa kujua. Swali la pili ambalo tuliuliza, tumeambiwa tunatoa ni ushuru. Naam. Ni ushuru ile unatolewa. It's a house levy. Na ni lazima ukatwe kama wewe ni civil servant. Yes. So tukauliza kwa sababu ardhi ni yetu. Naam. Kwa sababu nyumba tunajenga wenyewe. Na bado tunaenda kununua hizi nyumba. Je, ni nani ana umiliki wa huu mfuko wa hizi pesa ambazo hizi nyumba zitanunuliwa? Na jana nilipata fursa kwa uchache tu nika side chat na majority whip wetu. Akasema, Miraji, na wewe na mimi sisi sote tuko na jukumu baada ya hizi retreat ambazo tumeitisha. Kwa sababu kuna levy ya barabara. Ndio. There's 5 shillings, 7 shillings. Bado iko within our docket ambayo wameomba waweze kuchukua hizo bilioni 75. Ndio maana umesikia kuna barabara zitajengwa. Na hizo alikuwa amesema ile ya Njukini itajengwa na ishe. Barabara ya Njukini kwa mfano, natoka kwenye swali lako, ilikuwa ijengwe na bilioni 120 na under the Anality Fund. Lakini hivi sasa kuna mfumo umebadilishwa. Imetolewa kwa Anality Fund, itaenda kujengwa na shilingi isiyozidi bilioni 40. Naam. Kumaanisha kuna sheria katika hii nchi ambazo ndio zinatatiza. Ndio maana watu wengi wanasema kama pesa zimeibiwa pale, mbona mtu afungwi? Sasa watu wanazungumzia SHA. Naam. Mama yetu amezungumza tu kwa uweledi mwingi sana. Naam. Akasema kuna bilioni 104. Ndio ilinunuliwa hiyo. Lakini tunasahau 2021 there is a PPP Act. Ambayo inasema serikali inaweza kupata mshikadau na bila kufanya tendering process, inapeana direct tender. Ni sheria iko. So kama Wakenya wako na shida na SHA, wako na shida na housing, hivi vitu vyote viko sheria. Na tunapokuwa tunang'ang'ana kuenusha sauti zetu, tung'ang'ane kwanza tukijiuliza, kwa sababu amejibiwa tayari kabla mimi kufika hapa. Ndiye amesema, nani amesema kwamba hakuna mahali serikali imetumia bilioni 104. It is an outsourced system. It is a private public partnership. Na katika hiyo sheria inaipa uwezo serikali kutafuta mtu, kukubaliana naye ili Wakenya wapate hiyo service. So ikiwa kuna shida ya Wakenya kuona kwamba yale mabilioni katika hiyo miaka 10 yanaenda kulipwa ni mengi, wako na haki ya kuapili, kusema yule anayepeana hiyo service awapunguzie. Na rais wetu kama custodian anapaswa kusikiza wananchi kwamba sisi tumesema hivi, lakini kukurupuka kuenda kwenye vyombo vya habari ama kuja hata bunge kusema kwamba kuna kipengele cha sheria kimekeukwa ni urongo. Na leo nazungumza kwamba mimi nasema urongo. I will share this information, the act that I'm talking about. Na the same act ndio ilikuwa inaenda kupeana port kwa Saudi Arabia. It's a public private partnership. Ndio maana hata wabunge wa Pwani na viongozi wote walipokuwa wanang'ang'ana, hatutaki bandari ibinafsishwe. Walikuwa warongo kwa sababu majority of the MPs are ranking members. Ni viongozi ambao wamekuwa katika serikali wakati wanapitisha hizi sheria. Ndio, inaweza kaa labda maybe mimi labda niko na kijikiburi kwa sababu nimepewa kazi na Ruto. Lakini ukweli wa mambo mimi nimefunga, siwezi kudanganya wananchi. Kuna sheria ambazo zimepitishwa na viongozi ambazo ndio zinatumika kuifanya mikakati yote hii. SHA bilioni 104 inayozungumziwa.
itatokana na zile fedha ambazo Wakenya wenyewe wanapeana. Ni kama kutuma M-Pesa. Unapotuma M-Pesa si kuna charge unachajiwa? Ndio. Hata ukitoa pesa si kuna charge unachajiwa? Maybe the negotiator did not negotiate well for the people of Kenya. But everything about SHA iko kisheria. BBRT iko. Kumekuwa na mara nyingi ukisikia taarifa zikiibuka kwamba saa zingine ndio hao viongozi wanaopitisha pale, saa zingine huwa ni kwa ajili ya msukumo na labda ni kwa ajili ya kitu kinachoonekana kesho kutwa. Kukianza kuibuka malalamishi kama haya, kunaweza kuwa na fursa ya kupitia tena baadhi ya hizi sheria ili kwamba kwa ajili ya kuleta uwiano na ieleweke na Wakenya wasichanganyikiwe, kwa sababu kitu kama hiki unasema ndio iko kuambatana na sheria. Je, saa zingine kuna uwezekano labda hata zifanyiwe marekebisho ili Mkenya labda aweze kuridhika kutokana na baadhi ya mambo yanayofanyika kutoka kule juu wakiyafuatilia? Inawezekana tena sana, lakini tu nijulishe wasikilizaji ambao wananisikiza kwamba mataifa mengi hivi sasa tunavyoongea, kuna uwanja wa ndege unaendelea kujengwa Rwanda. Na haujengwi na nchi ya Rwanda. Unajengwa na mwekezaji. Unajengwa na mtu ambaye amepewa hiyo, tuseme ni zabuni, apeane hiyo huduma. Ulimwengu mzima. Sio Kenya peke yake. Wajua sisi kama Wakenya mara nyingi tunazungumza tu tukijiangalia sisi wenyewe. Lakini ipo haja ya sisi kama Wakenya pia tuko na rununu, watu wengi sana, hata Gen Z wingi wako kwa TikTok, wako wapi, the same phone unaweza fungua useme. Hapa Kenya tumepitishiwa sheria ya PPP. Je, did we ratify an international law ambayo inatulazimisha na sisi tuwe na sheria sawia na hiyo? Je, kama hatuku ratify international law, je hapa chini ambapo tuko katika mataifa jirani kuna sheria kama hizo zinafanana na zetu? Na kama ziko, kwa nini sisi peke yetu tulie? Kwa nini sisi peke yetu tulie? Kakaangu nimeenda Rwanda na hata sasa hii nakupa miaka 2-3 ukienda Rwanda. Ndio. Rwanda itakuwa mbele kutulia. Nenda tu Ethiopia. Wale walikuwa wameenda Ethiopia kumsafirisha baba. Wakueleze vile Ethiopia kuko. Sisi tunajigamba kwamba ndio capital city of Africa. But we have to Google cities. We have to Google countries. We have to Google policies. We have to Google laws. So that tunapozungumza na kukashifu serikali, tukashifu kwa sababu tuko na demokrasia, lakini katika demokrasia ile tujisogeze. Kujua ya kwamba kuna mambo yanaendelea sio Kenya peke yake. Na nimesema kwamba ndio tatizo lipo. Na kuna hofu ya kwamba kuna watu wanafuja pesa za wananchi. Lakini wakati tunajitokeza kuzungumza ufujaji ama ufisadi ama nini, ni muhimu tujitokeze na takwimu za kikweli na sheria ambayo imevunjwa. Okay. Ni sawa vile unavyosema, lakini hata Wakenya hawajakuwa na shida sana na hata hao wawekezaji kutoka nje kuja katika kushikilia miradi mingi katika taifa letu. Lakini tatizo lilikuwa labda ni mawasiliano na communication. Nakumbuka hata wakati fulani hata serikali ikikiri. Na ukiona kama hilo likitokea, uende pale katika bunge la Senate usikie baadhi ya viongozi wakikosoa na wakisema kweli hili liko vibaya ama hili hatukubaliani nalo, itakuwa vigumu hata kwa ule mwananchi. Na nadhani hapo ndio tatizo kubwa lipo katika mawasiliano kutoka kule juu na kuja ili kuweza kufahamisha kwa ajili ya msikilizaji. Tunapumua kidogo, tunarudi katika muda mfupi ujao tumalizie na kupatia fursa ya kupiga simu. Tuko na Mheshimiwa Miraji Abdullahi ndani ya studio, Seneta mteule, usiende mbali. Ana na maarifa, asante. Nikiwa TVET nilizungumza kauli wazi na nikampongeza rais, nikamwambia kwamba sisi tuko ndani ya serikali ya mapana na marefu. Kwa sababu mara nyingi kinachofanya labda wanasiasa tusiwe pamoja ni vyama vya kisiasa. Lakini wakati sasa tunaona ODM, UDA na wengine Jubilee, labda manake tulimuona pia Uhuru na tumeona wandani wake wako katika serikali, inakuwa rahisi kwa wananchi wenyewe kuchagua, kujua upi ni mchele na upi si mchele. Kwa sababu mara nyingi watu wanapokuwa upinzani kazi yao tu ni ku-criticize. Umemuona kiongozi gani wa ODM
kutoka Pwani ameweza kuzungumzia masuala ya SHA, ameweza kuzungumzia masuala ya housing, na hizi zote zilikuwa kwa manifesto yetu na kwa manifesto yao. Hizi manifesto zetu ukiziangalia zote za UDA na Kenya Kwanza, zilio zote zilikuwa zinafanana. Kasoro labda mambo kidogo tu mawili matatu ndio alikuwa hakuna. Lakini masuala ya nyumba yalikuwako. Kuna kiongozi gani ambaye unamsikia anajaribu hata kuongea na wapwani kuambia hivi ndio viko na hivi ndio vinaendelea? Hakuna. Kwa sababu ni rahisi sana kukosoa. Ni rahisi sana kwa kiongozi kusimama na kusema hii haifanyiki sawa. Hii haifanyiki sawa. Lakini tukumbuke hawa viongozi wote tuko nao bunge. Kuna miswada gani? Kuna motions gani wanaleta kusema kwamba tunaona hivi ndivyo itaelekea iwe sawa? Kwa hivyo tunapozungumzia umoja, kimimi umoja wakati nilipokuwa na uzungumza wakati wa mwamko mpya Pwani, nilikuwa naashiria watu kukubaliana kifikra na kimawazo. Na nilifurahi sana wakati niliposimama Senate nikazungumzia masuala ya anga ya kiwanja cha Moi International Airport kuweza kufunguliwa ili ndege za kimataifa zitue. Nilifurahi. Jumla ya kuwa governor, si governor wangu wa UDA. Lakini aliweka a whole department. Tukakaa chini, tukazungumza. Na tunapozungumzia anga kufunguliwa kwa watalii ama kwa wafanyabiashara, tunazungumzia a whole infrastructure. Kuzungumzia mabarabara, je, watalii watakapokuja kuna barabara nzuri? Taxi drivers wamewekewa kodi ya kutosha ya kuweza wao kufanya biashara zao? Kuna magari ya kuwavutia watalii wanapokuja, watakumbuka kitu gani unique about our county? Sikukwamia hapo dada. Nilizungumza masuala ya kuboresha kwa viwanja vyetu vya ndege ambavyo viko katika ukanda wa Pwani. Twashukuru rais alipokwenda ziara ya Japan, ya USA last time. Tulisikia kwamba Manda inaenda kupanuliwa. Juzi tumemwona waziri wa barabara. Amekuwa Malindi na mbunge wa hapo Amina Mnyanzi. Ili kuweza kukiboresha kiwanja cha Malindi. Kwa sababu airstrip yake ni fupi. In short, alivyouliza huyu kaka najaribu kumweleza vitu na nielewe. Naam. We have a blueprint of development in the country. Yes. Hiyo ni kitu nimezungumza hata kabla tujaanza kipindi. Na haistahiki kwamba ati lazima sisi tuende State House tukaombe. Lakini sisi ni wawakilishi na tunajua the priorities ambazo tunafaa kuzisukuma. Tunaweza kuwa tuna matatizo 10. Lakini tatizo gani litakuja mwanzo? Ni afya. Kwa sababu barabara nzuri inahitaji mwananchi mwenye afya kuitembelea. Baada ya afya tuseme tunataka masuala ya maji. Ili mwananchi awe na afya nzuri lazima apate maji safi na apate maji kwa uwepesi. Ushaona? No. So tunapozungumzia umoja, je, tunataka tu kuona viongozi wamepiga picha tu pamoja wanachekeana? Na mimi nakwambia ukweli Emma, I don't have anything personal with any leader either from coast or the nation. Lakini tunatofautiana wakati I am pushing for a development agenda na wewe unakuja unataka kunikanyaga. My friend, utaniita mbaya. Kwa hivyo huo mkanyagano in short what you're telling us huo mkanyagano in short what you're telling us ni kwamba viongozi wa Pwani bado upo na bado tunaushuhudia. Umeniuliza swali la viongozi wa UDA wamepiga kelele juzi. Ndio, manake wamesema hawakuhusishwa. Tangu broad based government na ODM ionekane kama ambaye imeingia katika serikali, viongozi wa UDA juzi wakizungumza na wanahabari wanasema kwamba ni kama ambaye wanajihisi ni kama ambaye wako nje kidogo. Sijui kama wewe ukiwa miongoni mwa wale viongozi. Ziara ya rais akija mahali huwa iko na siri kweli? Ipo wazi. Ama unajua inaweza kuwa wanataka kuhusishwa lakini si kule kuhusishwa ambako mimi na wewe tunakujua. Manake umesema ziara ya rais huwa iko wazi. Mimi kama seneta nilikuwa pale. Yes. Na hata ukiangalia uliona kofia nyingi za njano zilikuwa kiwanjani. Yes. Kumaanisha kuna watu wamehusika. Hii tabia na nimesema hapa na narejelea. Tabia ya kwamba paka mimi niweko. Ni mbaya. Ni mbaya sana. Nimekwambia katika taifa la Kenya kuna mawaziri 22. Ndio. Leo kila kabila ikienuka katika taifa la Kenya. Iseme lazima mtu wetu awe kwenye hiyo cabinet. Tutakuwa na nchi. Kule tunaelekea kama wanasiasa, kule tunaelekeza hili taifa kama wanasiasa. Ni mahali pabaya sana. Na hili jambo nalizungumza, nimekuwa nikilizungumza tu chini mpaka imebidi sasa nizungumze kwa vyombo vya habari. Kwa sababu SHA peke yake, nitazungumzia SHA ambayo ndio inapigwa vita kushoto kulia dadangu.
imeanzishwa mwaka jana mwezi wa Oktoba, mwezi wa 10. Haijafikisha hata miezi 6 ama miezi hata mwaka. Na kila mtu anakuambia haiwezekani. Inapigwa vita ama hata waziri ameweza kukiri kwamba ina changamoto. Unaonaje hapo? Ndio maana nimekupa takwimu ya muda ilivyoanzishwa. Yes. Haina hata miezi 6, haijafikisha hata mwaka. Yes. Na kila mtu anasema haitaki. Tunataka kurudi katika insurance ambayo inadaiwa mabilioni ya fedha. Lakini afya si kitu cha kugamble. Unajua unaweza kusema kwamba ni not gambling. Yes. We are not gambling. Tunasukuma hata leo mtoto, hata mtoto ukimzaa my friend, au umpi uji, unamnyonyesha vile inastahili. So hakuna vile SHA itaweza kuruka kiunzi ya step moja. Ni lazima step by step watu waende. Na tunapoendelea hivyo, tuko na public participation. Sisi tumeitisha PG ili tuende kumweleza rais na tueleze wale wahusika yale ambao tumeona yako na matatizo. Zile form tunajaza za SHA, watu wanaulizwa maswali, rais kwa kauli yake. Na rais wangu, watu wengi wanasema mimi na side na rais kwa sababu labda amenipa hii kazi. Lakini kuna mambo ukitaka kuelekeza au uzungumzi kwa vyombo vya habari. Kuna pale mimi nakutana na rais, siwezi kusema urongo. Kuna vile huwa anamwambia, lakini kwa sababu wa Kenya ama wapora nataka kusikia, nikiyazungumza yale watu tunayoongea, acha tu niwaeleze. Kwa haraka tu. Kwa huyo anaitwa amesema kuna wawili wamesema huyo kama angekuwa anasikiza ground angekuwa asemi hivyo. Rais alizungumza masuala ya SHA kwamba watu watakuwa wanalipa as low as 10 shillings. 300 per month. Lakini watu wengi wanapojaza yale maswali wanajiona wanalipa kuanzia kima cha shilingi 800. Hata zaidi ya NHIF. Ya ile 500 ambayo tulikuwa tukilipa. So katika feedback ambao mimi binafsi ningependa kwenda kumpa rais ni kwamba tuko na data. Jumla ya kuwa hiyo data iko distorted, lakini tuko na data ile ambayo inatumika na serikali kupanga mipangilio ya taifa. Kwa nini yale maeneo ambayo yanajulikana wazi ni ya watu ambao ni wachochole ikuwe automatic kwamba huyu akijisajili kutoka maeneo ya Mwangala, Mtongwe, Mombasa, kima chake atalipa ni 300? Itakuwa rahisi. Kwa sababu unamwambia mtu alipe shilingi 800 na yeye mwenyewe hana hata chakula cha asubuhi, cha mchana na cha jioni. Mimi naamini kwamba uwingi wa jambo ama uwingi wa watu wanapotoa hii fedha ya shilingi 300 inaweza kufanikisha mambo makubwa. Kwa sababu inatolewa kwa wingi na watu wote. Lakini ukiangalia hapo awali katika NHIF dadangu, kulikuwa watu wanakuwa maskini kwa kansa. Saa hii katika supplementary ambao tunaenda kuipitisha, ikipita huko inakuja concurrence ya Senate. Imewekwa 3 billion ya critical care. Ukiangalia hiyo primary services za afya, wamekiwa 3 billion. Na hakuna exchequer ambayo ishatumika kwa SHA. This is the first exchequer. Exchequer ni pesa ambayo inatoka katika mfuko wa hazina ya kiserikali. So far SHA imekuwa ikijiendesha yenyewe na haina deni na mtu. Na claims zinalipwa as early as 1 month. Bora imekuwa verified. Huyu ni mgonjwa, ameenda hospitali hii na uangalie kaka. Lakini hivi hospitali za binafsi zimekataa kabisa kuhudumia wale ambao wanategemea SHA. Hebu nikuulize. Na wakisema kwamba pesa hawalipi. Hebu angalia hiki kisengere nyuma ambacho kiko hapa. Hizi hospitali zinadai NHIF. Zilikuwa hazilipwi. Ziko na deni na NHIF za up to 33 billion. Kwa nini wanataka kwenda mahali ambako walikuwa hawalipwi? Kuna accumulation of debts. Na wanakataa an insurance ambayo inawalipa within a month after verification. Which is which? Labda ni kwa sababu ya kile ambacho sasa huu mvutano wote na mambo mengi yanayoibuka ndani ya SHA. Mtu atahisi kama heri ilivyokuwa kule labda ingeweza kulipa. Kuna huduma mbili. Kuna huduma ambayo una madeni ya kurudi nyuma hadi mwaka wa 2019. Na kuna bima mpya imekuja ambayo inakulipa mapema kwa mwezi mmoja. Na hauna deni nayo. Haya madeni hayatalipwa na mwingine, bado italipwa na hiyo serikali. Italipwa na SHA kwa sababu liability zote. Si watu wametransfer from NHIF to SHA. Na hakuna serikali haikukataa kuwalipa. Imesema inafanya upekuzi, audit
inafanya verification ya hizo claims. Kuona je ni kweli zinadaiwa. Na jana nashukuru. Unajua mimi nimewambia rais anasikiza na kuna watu wamekataa wamepiga simu. Wakasema huyu msichana anamtetea tu rais kwa upande wa serikali. Lakini yesterday almost 90% ya hizo faith based facilities wamelipwa. Wameambiwa wanalipwa. Wanalipwa kwa ufupi. Si maana nikisema wameambiwa wanalipwa. Itakuwa inatengwa, itafanywa. Ndio baadhi ya wauguzi wanasema eti hata wamekosa kazi kwa sababu ya huo mgao haujaachiliwa kule, hawana kazi tena, pesa haiko. Lakini kaka, mgao hauko. Hiyo kampuni mnataka iwalipe ishafungwa. Na ndio ilikuwa inawadai. Na hii ambayo imekuja mpya inakulipa kwa mwezi. Shida iko wapi hapo? Wajua wapo ni kwa Kenya mpaka tuambiane ukweli. Mtu ambaye anakukopa una madeni yake ya miaka 10 nyuma, na umepata mdeni mpya anakulipa kwa mwezi. Haipiti. Huyu ni mtu mmoja bado, ni majina kile geuka. Majina yamegeuka, lakini ukumbuke bado utakumbuka hilo eneo ni NHIF. Walikuwa wanalipa 3 billion every month. Na they have an accumulation of 33 billion liabilities. Hapa tunazungumzia bima ya SHA ambayo imeanza Oktoba na imetumia bilioni 17 kulipia wa Kenya. Iko na deni tu ya mwezi mmoja kwa sababu ndio wakati wa kufanya verification ya kwamba kweli huyu mgonjwa alikuja. Na ujue kila kitu kinafanywa online. Yes. Hata tukiwa tunasajili watu SHA pale Mombasa. Gavana wetu alisimama akasema, Mwanakombo ameingia hospitali ya Jomvu ametibiwa kitu fulani. Hakuna wizi huko. Kwa nini Wakenya hawataki kusaidiwa ama hawataki kujisaidia? Manake the government is not helping Kenyans. It is helping itself. Katika ufunuzi wa katiba unasema serikali ni nani? Serikali ni sisi sote. So wakati serikali inakupangilia mipango mizuri, wakati fedha zilikuwa zinachukuliwa zikiingia kwenye mifuko ya watu. Sasa umewekewa transparency. Kitu unaweza login. Uone nani ameenda hospitali na ni kweli ametibiwa mguu ama hakutibiwa. Shida nyingine iko. Tukimalizia dakika zimesalia 2. Shida nyingine iko. Naam. Makato yanayokatwa wafanyikazi wetu wa gatuzi. Yes. Hayaendi katika taasisi husika. Ndio maana nikinyosha kidole, sinyoshi ati kwa sababu nachukia ama I want to stereotype certain leaders. Nazungumza kwa sababu juzi kuna msichana amekufa. Ni mfanyikazi wa gatuzi ya Taita. Ametibiwa. Sasa mimi nang'ang'ana, nimeambiwa kuna bili ya milioni 9 hapa Aga Khan Mombasa. Mheshimiwa tusaidie. Naambia jamani, mimi nakatwa 36,000 kwenye payslip. Na rais kwa kauli yake alisema tusifanye tena michango ya masuala ya huduma ya afya. Sasa mkiniambia nichange milioni 9 na kuna SHA, kwani hakujisajili? Kwa nini hakujisajili? Nikapiga simu paka kwa Kobi, kwa msimamizi wa kanda ya Pwani. Akanambia huyo msichana hakuna deductions zake hapa. Hazijafika. Hakuna remittance. So sisi kama SHA hatuwezi saidia. Haya, mambo ni mengi. Kauli yako ya mwisho, maana naona dakika imesalia 1, tungetamani tungevute hichi kipindi mpaka saa 6. Kauli yako ya mwisho kwa mwananchi anayekusikiza kwa hivi sasa. Kauli yangu kwa wananchi. Ni raha sana. Mnapenda sana kusikiza wale wanaozungumza lugha yenu. Ni raha sana. Hata mimi nimeulizwa jana, Miraji, uko na mipango ya kuchaguliwa ama uko na mipango ya kuteuliwa tena na chama? Nikamwambia mimi nataka kupania kuchaguliwa kama seneta wa kwanza wa kike Mombasa. Hutaki kuteuliwa tena? Sitaki kuteuliwa. Wakaniambia lakini sasa wewe kila saa ungatu mkono serikali. Wewe huwezi kukosoa. Na I want to put it for the record. Kwamba sio kwamba hatukosoi. Sio kwamba nakubaliana na kila kitu. Labda ni vile natumia platform tofauti kuwasilisha matatizo ambayo nayaona yapo katika jamii. Na ikiwa furaha ya mwananchi ni kutusikia tunakuja kwenye vyombo vya habari, tuanze kusema hivi, tutakuwa hatuna tofauti na wananchi wa kawaida. Sisi ni viongozi, we have the necessary platforms kuweza kwenda kuzungumza masuala ambayo tunaona na kuyaboresha yale ambayo tunaona ni mazuri, lakini hayajafikia viwango ambavyo wananchi wanatarajia. Kwa hivyo masuala ya SHA, masuala ya nyumba,
wanaomba wanipe tu miezi 2-3 hii supplementary budget ipite, niende retreat, niende nipate kaelimu hapo vizuri. Na nitakuja na majibu. Na wajua mimi sina hayo majibu ndio tutakualika hapo hapa. Mimi sina filters. Na nitakuwa nafunga 6 nadhani. Asante sana msikilizaji, muda umetupa kisogo.